Kwa hiyo nimejifunza kusoma sana kwenye Biblia maandiko yanayomhusu mama na mtoto. Nikagundua kwenye familia, ndio maana kusudi letu linalosema kuiletea nyumba baraka linasema, mama, uishi maisha matakatifu na uwe kielelezo kuanzia nyumbani. Mungu amejifungua kwamba kumbe sisi wanawake ndio tunaotegemewa sana katika familia. Kwa hiyo wewe ni mama, familia inakutegemea, kanisa linakutegemea, jamii inakutegemea, watoto ni wewe mama, ulimwengu unakuangalia ni wewe. Mwingi nyumbani ni mwanamke. Anayeandaa mambo ya familia ni mwanamke. Anayejua huyu mtoto amebadilika mara nyingi ni mwanamke, kwa sababu wewe mwanamke ndiye unayekaa sana na mtoto kwa muda mwingi. Lakini pamoja na hayo, nikagundua sisi wanawake, pamoja na kwamba Mungu ametusaidia, ametupa vipawa vingi sana, mwanamke ana uwezo wa kumwangalia mtu hivi, kwa kumwangalia tu akajua huyu ni mtu mbaya. Kwa kumwangalia tu ajua huyu ananiwazia mambo yasiyo mazuri. Lakini mwanaume, hicho kitu wanawake, hicho Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hiyo tuna vipawa vingi sana. Kitabu cha nyuma cha WWK, picha yake ilikuwa na mwanamke amebeba mtoto mgongoni, amebeba kuni, ameshika huku sijui kinini na huku sijui ameshika kinini. Yaani huyo ni mwanamke, lakini anatembea na nguvu anazo, na jembe liko pembeni, anakwenda anatua pale, akishatua anaendelea na kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji, nimejipima nikaona kweli mimi mwanamke ninayaweza yote. Wewe ukajilinganisha na mwanaume. Mimi nikitoka madhabahuni, nikiingia ofisini, nimetoka kuhubiri, ninaingia ofisini nitawaona watu wenye shida, lakini pale ofisini nitaangalia baba anahitaji kula nini. Lakini pale ninaangalia nyumbani watoto, sasa hivi tumetoka kanisani, kukoje, nimepiga simu, mmekula. Lakini nikitoka kanisani ninaingia tena jikoni, ninaangalia huku kukoje, nipike, nifanye nini. Kwa hiyo tunajikuta kwamba sisi wanawake Mungu ameweka vipawa vya tofauti sana kwako wewe mwanamke. Na kama Mungu ameweka vipawa vya tofauti sana kwako wewe mwanamke kwenye swala la malezi, Mungu anajua wewe mwanamke una uwezo wa kumuona huyu mtoto anaenenda vizuri au anaenenda vibaya. Kwa hiyo adui yuko kazini kumpiga vita mwanamke. Na kwa nini unapigwa vita? Kwa sababu unajua wewe ndiye msaada wa kukiinua hiki kizazi cha sasa hivi. Kizazi tulichonacho kimeinama. Kizazi tulichonacho kimekaa chini. Kizazi tulichonacho kimelala. Kizazi tulichonacho kiko hoi maututi taabani. Lakini ni nani anayeweza kukiinua kizazi hiki? Ni nani anayeweza kukinyanyua kizazi hiki? Ni nani anayeweza kukitoa hiki kizazi kwenye hiyo roho ya mauti iliyokivaa hiki kizazi? Ni wewe mwanamke. Hakuna mtu mwingine. Ni wewe mwanamke. Mwanamke uwe na macho ya kuona nyakati hizi za leo. Mwanamke, fungua macho yako mama, fungua macho. Mwanamke, amka, kama umelala amka. Kizazi chetu hiki kinamhitaji mwanamke amke. Mwanamke fungue macho. Mwanamke alione giza na alibadilishe giza iwe nuru kwa ajili ya kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kichwa cha somo: kukiinua kizazi kilichoshuka moyo. Kukiinua kizazi kilichoshuka moyo. Mimi naongea na watoto. Ukiongea na watoto wengi, ile hamu na shauku ya kumjua Mungu imeshashuka. Bwana Yesu asifiwe. Wapo makanisani, wapo tu, wapo nyumbani, wapo
mstari wa 10 hadi wa 12. Walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia Mabaali, wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri. Wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote, wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana, akaghadhabika. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona maandiko namna ambavyo yanatuambia kizazi cha kina Yoshua Kalebu kilipoondoka, Biblia inasema wakaondoka wakaenda kwa baba zao, maana yake walikufa. Kitainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Mungu wala hawakuijua hiyo kazi ambayo ilikuwa imetendwa kwa ajili ya Israeli. Wala kitainuka ni kizazi kingine. Hiki kizazi hakikumjua Mungu, hakikujua matendo ya Mungu, hakikujua kazi ambayo katika nyakati za leo. Mimi naongea na wanawake. Yaani unakuta tuko tunakazana. Sasa hivi tuna kizazi kipya. Tuna kizazi kipya. Sasa tuna kizazi kipya tunakisaidiaje? Sasa tuna kizazi kipya kikoje? Tuna kizazi ambacho hakijui uko idara kulikuweje. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kizazi ambacho hakijui wokovu umepatikanaje, ni kwa gharama gani, na ni kwa sababu gani mambo yamekuwa ni mengi. Tunasema dunia ni kijiji. Watoto tulionao leo tunawapeleka shule, wamesoma sana. Na kwa sababu wamesoma sana wanakutana na mambo mengi. Watoto wadogo siku hizi darasa la 3 na 4, mimi sijui kufungua simu vitu vyote. Lakini nina mtoto wa darasa la 7. Nina mtoto wa form 4, nina watoto wa chuo kikuu. Kwa hiyo unakuta ile simu kwao yani ni kama karatasi. Ndio huko. Yaani anapekua na mahali ambapo wewe hujapekua. Siku nyingine wameniletea simu wananionyesha vitu vya ajabu. Mama, hebu muona. Mama, muangalie na huyu screen mwanamke. Vitu vya ajabu wamevikuta wapi? Kwenye simu. Lakini leo sitaki niongelee kwa habari ya utandawazi. Hilo somo utalikuta kesho. Utayakuta madhara ya utandawazi na faida zake. Lakini mimi leo nataka nikusikizishe wewe mwanamke uliyeokoka. Wewe ndiye mlezi. Wewe ndiye mama unayetakiwa kumsaidia mtoto. Wewe ndiye mama unayetakiwa kumuongoza mtoto. Wewe ndiye mama unayetakiwa kumwonyesha mtoto hiki ni hapana usifanye, hiki kinakufaa fanya. Lakini wanawake wengi leo wamekata tamaa, wamevunjika moyo kwa sababu ya malezi. Mwingine anaona watoto wangu mbona hawaeleweki, watoto wangu mbona wananyoshewa vidole, watoto wangu mbona nawafundisha wanarudia yale. Mungu haangalii hayo. Mungu anachoangalia ni nini mama unachosema kwa ajili ya mtoto wako. Ni nini unachotaka kiwe kwa ajili ya mtoto wako? Mimi wanasema Mungu alinisaidia, alinipa nafasi ya upendeleo, wale watoto wakapitia tumboni mwangu. Lakini wale watoto sio wa kwangu, ni wa Mungu. Na kama wale watoto ni wa Mungu, Mungu ndiye aliyejua huyu mtoto atakueje. Kwenye Yeremia 1:7, Mungu anasema nalikujua toka tumboni mwa mama yako. Kama Mungu anasema nalikujua toka tumboni mwa mama yako, alijua Yeremia akiwa tumboni mwa mama yake. Kabla hajaona uso wa nchi,
11. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo neno sio la kawaida tu. Mwanamke anayemjua sana Mungu anayo amani. Mwanamke anayemjua sana Mungu ndio yule anayeweza kupata ufahamu na kufunguliwa akili yake kujua kwamba huyu mtoto sio wa kwangu, ni wa Mungu. Huyu mtoto anasumbua, hanisumbui mimi, anamsumbua Mungu. Huyu mtoto ameharibika, Mungu amemwona. Kwa nini anamwachilia? Vipo sababu Mungu anajua, lakini mwisho wa siku ndiye mtumishi mkubwa mkubwa. Bwana amemwandaa, ndiye mtumishi mkubwa mkubwa, yuko kwenye kikaango, anatengenezwa. Isikupe shida, simama kwa miguu yako, mwamini Mungu. Haleluya! Hebu naomba mwanamke mshindi aliyesema watoto ni wa Bwana, simama na umpigie Bwana makofi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Naomba aliyepata asome Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu. Mimi mwalimu wa watoto. Kumbukumbu la Torati. Naenda kusoma. Kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Amina. Yesu asifiwe. Wewe wafundishe watoto kwa bidii. Uketipo, neno la Mungu linasema uketipo. Uketipo mwanamke. Mimi leo nikatafakari, sisi ndio tunaokaa na watoto sebuleni, tunakaa na watoto jikoni. Bwana Yesu asifiwe. Uketipo ufundishe mtoto. Amen. Muelekeze dunia hii ikoje, unatakiwa uishije. Mwanangu mwenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Umesikia? Unamwelezea madhara ya dhambi na nini. Utembeapo, sisi wanawake ndio tunaotembea na watoto wetu, tunawashika na mikono, wengine tunakuwa nao kwenye magari. Mwanangu, hilo neno likae moyoni mwake. Wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Ulalapo, kila kitu unachokifanya mwanamke, akili yako iwe inawaza kwa ajili ya kumfundisha mtoto wako. Biblia inasema mfundishe kwa bidii. Mfundishe kwa bidii. Yaani ile bidii. Mama Mwabukusi, bidii. Tunaposema bidii, yaani tunaposema huyu mtu ana bidii kwenye jambo fulani, yaani anafanya. Unaposema ana bidii, tuna maana ya kwamba anamaanisha na kujituma kwa dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unamaanisha na kujituma. Huko ndiko kufundisha kwa nini? Kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mwanamke ni mlezi. Mkurugenzi na kuomba. Mwanamke ni mlezi. Kwa malezi ya kawaida tunaelewa mwanamke huonyesha upendo kwa watoto wake. Mwanamke ni mvumilivu sana. Kama kuna watu wanaovumilia watoto ni wanawake. Wanaume mara nyingine ni wepesi kuwafukuza watoto nyumbani. Wanaume mara nyingine anachukia baba akiona mtoto amefanya vibaya, anaweza akaondoka nyumbani. Lakini mwanamke ni mvumilivu, anamvumilia mtoto, anamsaidia mtoto, anajitahidi kwa kila hali ili mtoto awe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini naomba tuangalie kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 24 hadi 28. Sura ya kwanza. Hiyo ni andiko la wanawake kunaelewa. Huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo, nao wakamchinja
huyu ng'ombe tisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Mstari wa 10 anasema